Asante Pastor kwa muda wako ambao umetupa hapa. Nikuhoji tu kidogo siku ya leo. Pastor, kwa maneno tu mafupi, ningetaka utuelezee lengo ya siku ya leo kuja mahali hapa, na hapa ni wapi tumefika mahali hapa. Nashukuru kwa sababu ya nafasi hii. Siku ya leo tumetembea tukafika Kabati Bible Baptist. Na tulikuwa tumekuja hapa Kabati kwa sababu kulikuwa na mkutano wa viongozi ambapo tulikuwa tunajifundisha kuhusu umoja wa viongozi, umoja wa kanisa na umoja wa familia. Haswa ningetaka utueleze kwa ufupi ni nini kiini chake au lengo lake sana sana kama viongozi wanastahili kuhimiza yale tumefunzwa. Viongozi wanastahili kujitahidi kuhakikisha kwamba kuna umoja kati yao wakati ambapo wanaongoza kanisa la Bwana, na pia wanastahili kuchochea washirika pia na wao kuwa na umoja, sababu umoja ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa kanisa. Maana ya kwamba wakati ambapo kanisa halina umoja, kanisa hilo haliwezi kukua, haliwezi kusimama, hata linaweza likafa. Hivyo ni muhimu sana umoja. Naona Pastor, siku ya leo ulikuwa na viongozi baadhi ya wale unakuanga na wote ndio walihudhuria leo au kuliendaje? Wale ulikuwa nao siku ya leo? Tulikuwa na viongozi wachache ambao tulikuja na wao. Hatukuweza kuja na kila mmoja, lakini Bwana Kibuja alikuwa amekuja, Victoria na Jane na mimi ndio tuliweza kufika kwa huo mkutano, na tunashukuru kwa sababu ya kujitolea huko. Asante Pastor. Na ningeuliza tu kuna mkutano mwingine au kabla niulize hiyo ningetaka kuuliza ya kwamba hii mikutano ambayo ni mikutano ya leaders ilianza lini? Hii mikutano ambayo ni ya viongozi imeanza kama miaka 2 ambayo imepita. Kwa sababu tumefanya mikutano kama 4. Huu ndio ulikuwa wa 4. Kwa hivyo haitaanza kitambo. Na ukiangalia katika huo muda imeleta manufaa katika kanisa, katika uongozi wakati walianza kufunza mambo ya uongozi katika kanisa. Hii ina manufaa makubwa kwa sababu wakati ambapo viongozi wanakuja pamoja wanabadilishana mawazo, na pia vile inakupatia fursa ya kuona vile ambavyo viongozi wengine wanafanya mambo. Kwa hivyo inachangia kwa kweli kusaidia katika hali ya uongozi kanisa. Na labda sasa niulize, labda la mwisho ningekuuliza kwamba kuna